Kama hii mbegu ya kawaida ya mahindi ilileta muujiza baada ya kuiweka kwenye giza, uliondoka. Ni kweli hivyo hivyo hii mbegu ya miili ya watu unayolichukua na kuitesa na kwenda kuitupa huko gizani, ukafanya figisu mtu asijue. Nataka nikuhakikishie wewe unayefanya hivyo, kama ni mtawala, kama ni Mtanzania, kama ni mtu gani mwenye cheo gani, hiyo ni mbegu unayoipanda, ni zaidi ya mbegu ya mahindi. Na mbegu hiyo italeta matokeo kwa sababu ni damu za watu zisizokuwa na hatia. Hauna mamlaka ya kuweza kuua wanadamu wenzako. Hauna mamlaka ya kuweza kuua ndugu zako. Hauna mamlaka ya kuweza kuondoa uhai wa mtu kwa sababu ya madaraka, kwa sababu ya kitu fulani. Inawezekana kutokana na cheo chako unaua, unaenda kuficha. Una wasaidizi wako labda kwenye nafasi yako ulionayo, unaua, unaenda kuficha. Na unafanya vitu ili kusudi watu wasijue kama umeua watu wangapi. Wasijue kama wewe umefanya hivyo, umetetea kiti chako, nafasi yako, ubunge wako, waziri wako, wenyekiti wako, udiwani wako. Kwa sababu hiyo umefanya filigisu hizo miili ya watu, ukaenda kuficha ili watu wasijue kama umeua. Nataka nikwambie hiyo ni zaidi ya mbegu ya mahindi. Hiyo ni miili ya watu. Hizo ni roho za watu zisizokuwa na hatia. Hautaficha. Ile ni damu inamwagika kwenye ardhi. Haijalishi utaficha, haijalishi huyu mtu umemchukua, ukaenda kumpiga na ukamtesa, ukamficha kwenye maji, ukamficha kwenye mapango, ukamuulia huko, ukamfunika, ukamficha huko, ukafanya kila kitu kwa namna unavyoweza. Mimi nataka nikwambie, hiyo ni zaidi ya mbegu ya mahindi. Hiyo ni miili ya watu. Ni mbegu unaipanda ya damu za watu zisizokuwa na hatia. Nataka nikwambie, hicho kitu ambacho ulichokikalia, hicho kitu unachokitetea kwa ajili ya damu za watu, hicho kitu ambacho unatetea kwa kupitia damu za watu, nataka nikwambie, ewe mbunge, ewe waziri, ewe diwani, kama umefanya hivyo na ukazani utakuwa umepoteza ushahidi, na ukazani kwamba utaficha watu wasijue ili ukae kwenye hicho kiti cha ubunge, cha utawala, cha udiwani, cha namna, cha mwenyekiti, namna yoyote, nafasi yoyote, hata kama wewe ni kiongozi wa dini, mbegu uliyoipanda ya miili za watu inayolia kwenye ardhi, umeficha, unafanya kila filigisu, hiyo mbegu inasikika mbele za Mungu. Waislamu, assalamu alaikum ndugu zangu Waislamu. Lakini pia Bwana Yesu asifiwe ndugu zangu wa Kristo. Na nataka nizungumze neno hili katika majira haya tulionayo katika taifa letu la Tanzania. Mbegu ya mahindi au mbegu ya mpunga au kwa namna yoyote ile, mbegu yoyote ile, unaweza ukawaichukulia mkononi mwako kama haina maajabu kwa sababu unayo mkononi. Sasa ili kusudi hii mbegu ilete matokeo, iweze kuleta muujiza, inakulazimisha uweze kwenda kuipanda kwenye ardhi. Na unapoipanda kwenye ardhi, maana yake unaifukia, unachimba, unaifukia. Na unapoifukia, maana yake kunakuwa na giza ndani yake. Lakini pia unapomaliza kuipanda, unaondoka unarudi nyumbani mwako. Sasa hiyo hatua ulioifanya ndipo utaanza kuona nguvu ya ile mbegu, uwezo na matokeo ya ile mbegu. Umepanda hindi moja, lakini utaanza kuona matokeo na maajabu kwenye lile punje moja ama punje moja ya mbegu ya mpunga ama ya mchele. Nisikiliza vizuri. Mvua itakuja kunyesha kwenye ardhi. Ndipo sasa hii mbegu itaanza kuleta matokeo, itaanza kuzalisha muujiza, ukiwa wewe haujui ni nini kinachotokea kule chini. Ndani ya giza kabisa kwenye ile mbegu. Ile mbegu inaanza kuzalisha muujiza, inaanza kutengeneza muujiza ambao wewe hujui nini kinaendelea kule chini. Ikiwa gizani mle inaanza kuzalisha muujiza. Na mvua inapoendelea kunyesha, ndipo hii mbegu inakataa kukaa kwenye ardhi. Inaamua kupasua ardhi, hii mbegu inatokeza nje. Kumbuka ulipanda, inawezekana ulikuwa peke yako, lakini hii mbegu inakataa kukaa chini, inaamua kutokeza nje. Muujiza ya kwanza, ulipanda punje moja, lakini hii mbegu inapoendelea kukua, imetokeza juu, inaanza kuzaa, inazaa zaidi ya punje moja. Kwa hiyo hii ardhi itaanza kupokea matokeo ya ile mbegu. Sasa sikiliza. Katika taifa la Tanzania kuna mbegu tunazipanda. Watanzania, serikali, viongozi wa kidini, wabunge, raisi, mawaziri, yani watu mbalimbali walioko kwenye vyeo wanapanda mbegu. Sasa hizi mbegu ambazo mnapanda kama viongozi ama kama Watanzania, ninazungumzia hii mbegu ninayozungumzia sio mbegu tena ile. Ni mbegu ya miili ya watu, mbegu ya damu za watu. Watu wengi wanauawa katika ardhi ya Tanzania. Inawezekana wewe umeua na ukaamua kuficha hizi maiti
kwa kuficha kutokana na cheo chako, kwa kulinda kiti chako, kulinda mamlaka yako, kulinda utawala wako, kulinda kiti chako. Nisikilize vizuri. Kama hii mbegu ya kawaida ya mahindi ilileta muujiza baada ya kuiweka kwenye giza, uliondoka, ni kweli hivyo hivyo hii mbegu ya miili ya watu unayolichukua na kuitesa na kwenda kuitupa huko gizani, ukafanya figisu mtu asijue, nataka nikuhakikishie wewe unayefanya hivyo, kama ni mtawala, kama ni Mtanzania, kama ni mtu gani mwenye cheo gani, hiyo ni mbegu unayoipanda, ni zaidi ya mbegu ya mahindi. Na mbegu hiyo italeta matokeo kwa sababu ni damu za watu zisizokuwa na hatia. Hauna mamlaka ya kuweza kuua wanadamu wenzako. Hauna mamlaka ya kuweza kuua ndugu zako. Hauna mamlaka ya kuweza kuondoa uhai wa mtu kwa sababu ya madaraka, kwa sababu ya kitu fulani. Inawezekana kutokana na cheo chako unaua, unaenda kuficha. Una wasaidizi wako labda kwenye nafasi yako ulionayo, unaua, unaenda kuficha. Na unafanya vitu ili kusudi watu wasijue kama umeua watu wangapi. Wasijue kama wewe umefanya hivyo, umetetea kiti chako, nafasi yako, ubunge wako, waziri wako, wenye kiti wako, udiwani wako. Kwa sababu hiyo umefanya filigisu hizo miili ya watu, ukaenda kuficha ili watu wasijue kama umeua. Nataka nikwambie hiyo ni zaidi ya mbegu ya mahindi. Hiyo ni miili ya watu. Hizo ni roho za watu zisizokuwa na hatia. Hautaficha. Ile ni damu inamwagika kwenye ardhi. Haijalishi utaficha, haijalishi huyu mtu umemchukua, ukaenda kumpiga na ukamtesa, ukamficha kwenye maji, ukamficha kwenye mapango, ukamuulia huko, ukamfunika, ukamficha huko, ukafanya kila kitu kwa namna unavyoweza. Mimi nataka nikwambie, hiyo ni zaidi ya mbegu ya mahindi. Hiyo ni miili ya watu. Ni mbegu unaipanda ya damu za watu zilizokuwa na hatia. Nataka nikwambie, hicho kitu ambacho ulichokikalia, hicho kitu unachokitetea kwa ajili ya damu za watu, hicho kitu ambacho unatetea kwa kupitia damu za watu, nataka nikwambie, ewe mbunge, ewe waziri, ewe diwani, kama umefanya hivyo na ukazani utakuwa umepoteza ushahidi, na ukazani kwamba utaficha watu wasijue ili ukae kwenye hicho kiti cha ubunge, cha utawala, cha udiwani, cha namna, cha mwenyekiti, namna yoyote, nafasi yoyote, hata kama wewe ni kiongozi wa dini, mbegu uliyoipanda ya miili za watu inayolia kwenye ardhi, umeficha, unafanya kila filigisu, hiyo mbegu inasikika mbele za Mungu. Damu hiyo ni mbegu iliyo kubwa kuliko mbegu zote duniani. Itakuletea matokeo kwenye hicho kiti chako, itakuletea matokeo kwenye ardhi yako, itakuletea matokeo kwenye maisha yako, itakuletea matokeo kwa kizazi chako, itakuletea matokeo kwa ukoo wako, itakuletea matokeo kwa kizazi chako. Lazima hiyo mbegu ya damu za watu unayozidi kuipanda kwenye ardhi ya Tanzania, damu isiyokuwa na hatia, damu unayoionea, damu unajaribu kuichukua na kuificha. Nisikilize huu ujumbe, hiyo mbegu inalia mbele za Bwana. Hiyo ni zaidi. Kama ile mbegu tu ya mahindi ina uwezo wa kukataa, kunyamaza kule chini ya ardhi, ikapasua, ikakaa, indi likatokeza, umepanda mbegu moja, ikakuletea mbegu majunia. Vipi hii damu na mbegu hii ya mwanadamu? Hii damu ya mwanadamu inayomwagika kwenye ardhi, kwa nini silete matokeo kwenye maisha yako, kwenye ardhi yako? Nazungumza na viongozi, nazungumza na watawala ambao wametawala kwa kupitia damu za watu. Unaweza ukatawala kwa kuficha watu, kwa maiti ulizoziua, kwa maiti za watu, damu ulizoziweza kufanya filigisu zote. Nataka nikwambie, hauwezi ukaficha damu ya mtu isifike mbele za Mungu aliyeiumba. Kila mwanadamu anaishi chini ya jua ana haki ya kuishi. Hauna mamlaka ya kumficha na kumwondoa uhai wake usiokuwa na hatia. Mwanadamu anaondoka duniani kwa ratiba ya Mungu. Wewe unayekatisha maisha ya watu, unakatisha maisha ya mtu mwingine kwa ajili ya utawala, kwa ajili ya udiwani, kwa ajili ya wenyekiti, kwa ajili ya kitu fulani, hiyo damu ni mbegu iliyo zaidi ya mbegu zote. Lazima italeta matokeo. Hata kama utaficha kwa nafasi yako, hata kama utatuma watu watapoteza ushahidi, lakini Mungu hawezi kushindwa kuona hiyo damu inapolia. Mungu hawezi kuona sehemu ambapo hiyo damu inapoombolezea. Mungu hawezi kushindwa kuona. Kwa nazungumza na wewe ambaye kama ni mbunge umefanya hivyo, hii damu itakuuliza tu. Damu itakufuata. Malipo ya ulimwengu hapa yako hapa kabla hujamaliza hiyo nafasi yako, kabla hujamaliza utawala wako, kabla hujamaliza, hiyo damu itakulilia tu. Na ngoja nizungumze jambo hili. Wana wa Israeli, damu zilimwagika kupitia utawala wa Farao. Mungu alinyamaza. Aliona damu zilizokuwa na hatia zinamwagika, tena damu za watoto wadogo. Farao akatangaza, akasema, kila Mwebrania atakayezaa mtoto wa kiume hana haki ya kuishi kwenye taifa hili, achinjwe, auawe. Walichinjwa watoto wengi na Mungu aliruhusu. Katika taifa la Misri waliuawa watoto wengi sana wa kiume,
na Mungu aliruhusu, akanyamaza kimya. Lakini muda ulipofika, mtoto mmoja alizaliwa kwa ajili ya kusudi la Mungu. Hawakuweza kumchinja kupitia mikono yao, kupitia maisha yao, kupitia familia zao na uwezo na mamlaka yao. Walimlea mtoto aliyekuwa amekusudiwa na Mungu kwa ajili ya kuleta ukombozi katika taifa la Misri la Waebrania. Kwa usikiliza, kama wewe ni mbunge, umekaa kwenye kiti hicho kwa njia mbaya, kwa njia ya damu, kwa njia ya sadaka, kwa njia ya kuua, ufurahie kwa huu muda, lakini Mungu atajibu. Damu za watu ni sadaka iliyo zaidi ya sadaka zote. Kama mahindi unaweza ukayafukia, kama ndizi, migomba unaweza ukafukia, mchele, mpunga unaweza ukafukia kwenye ardhi, alafu ndani ya giza ulipozifukia zile mbegu zikakataa, zikaanza kuleta muujiza wa kupasua kutoka ardhini, zikaleta matokeo, ukapata mahindi mengi. Ndivyo hivyo mbegu ya wanadamu unapokuwa unaua, hiyo ni mbegu inaingia kwenye ardhi. Mungu anasema nao hiyo miili, hizo damu, hata kama umewafunika mahala. Nataka nikwambie, hiyo ni zaidi ya mbegu ya mahindi. Hiyo ni miili ya watu, hizo ni roho za watu zilizokuwa na hatia. Hautaficha, ile ni damu inamwagika kwenye ardhi. Haijalishi utaficha, haijalishi huyu mtu umemchukua ukaenda kumpiga na ukamtesa, ukamficha kwenye maji, ukamficha kwenye mapango, ukamuulia huko, ukamfunika, ukamficha huko, ukafanya kila kitu kwa namna unavyoweza. Mimi nataka nikwambie, hiyo ni zaidi ya mbegu ya mahindi. Hiyo ni miili ya watu, ni mbegu unaipanda ya damu za watu zilizokuwa na hatia. Nataka nikwambie, hicho kitu ambacho ulichokikalia, hicho kitu unachokitetea kwa ajili ya damu za watu, hicho kitu ambacho unatetea kwa kupitia damu za watu, nataka nikwambie, ewe mbunge, ewe waziri, ewe diwani, kama umefanya hivyo na ukazani utakuwa umepoteza ushahidi, na ukazani kwamba utaficha watu wasijue, ili ukae kwenye hicho kiti cha ubunge, cha utawala, cha udiwani, cha namna, cha mwenyekiti, namna yoyote, nafasi yoyote, hata kama wewe ni kiongozi wa dini, mbegu uliyoipanda ya miili za watu inayolia kwenye ardhi, umeficha, unafanya kila filigisu, hiyo mbegu inasikika mbele za Mungu. Damu hiyo ni mbegu iliyo kubwa kuliko mbegu zote duniani.